Haleluya, karibu tena tushirikiane pamoja. Leo tunaendelea na mfululizo wa madhara ya kurithi kiti, ikiwa ni siku yetu ya 4. Pia samani kwa usumbufu umetokea. Kuna changamoto 2-3 zimetokea, lakini masuala ya kiufundi. Tuendelee na Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Sasa tunaangalia leo kwenye kitabu kile cha Hagai, Hagai 2 na mstari wa 22. Tunaendelea na madhara ya kurithi kiti. Kwenye Hagai 2 mstari wa 22, Biblia inasema, nami nitakipindua kiti cha enzi cha falme, nami nitaziharibu nguvu za falme za mataifa, nami nitapindua magari na hao wapandao ndani yake, farasi na hao wapandao wataanguka chini, kila mtu kwa upanga wa ndugu yake nitarudia. Nami nitakipindua kiti cha enzi cha falme, nami nitaziharibu nguvu za falme za mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Pointi yetu ya msingi iko hapa, nami nitakipindua kiti cha enzi cha falme, nami nitaziharibu nguvu za falme. Kumbuka tulikotoka, kiti ni mfumo wa kiutawala katika ulimwengu wa roho. Unaporithishwa kiti, unarithisha mfumo wa kimaisha, mfumo ambao unaisimamia kiagano, mfumo ambao unakutenga na haki zako za msingi, mfumo ambao unakushikilia, mfumo ambao unakamata hatima yako, mfumo ambao unashikilia hatima yako, mfumo ambao unakubana na kukuzuia kuishi maisha ambayo unayataka. Samani simu yangu kidogo inaita, najua kwa ile neema ya utumishi watu hunitafuta kila muda, kila mara. Kitu naweka vizuri, mtu ananitafuta, anatamani tuongee, na nashukuru kwamba atanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaangalia sema, nami nitakipindua kiti cha enzi cha falme, nami nitaziharibu nguvu za falme. Bwana Yesu asifiwe. Hayo leo nachotamani kuomba ni kupindua ule mfumo wa kiutawala ambao unawajibisha maisha yako. Tunaposema kiti, nami nitakipindua kiti cha enzi cha falme, ni kwamba ni kile kiti ulichokirithi au nafasi uliyorithi kwa baba yako. Kumbuka jana tumeona Bwana Yesu alipokuja kwenye mwili, kwa jinsi ya mwili, akasema na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Kwa hiyo tumerithi viti vya baba zetu. Sasa ule mfumo wa kiutawala, ule mfumo wa maisha, kazi kuu ya kiti ni kuwa hatima. Tutaendelea kuangalia pale mbele taratibu, lakini kusudi kuu la kiti cha miungu mahali ni kuwa hatima ya kiungu na kusimamisha hatima za miungu. Tutaendelea kuangalia hatua, vipande hadi vipande. Tutaendelea kuangalia vipengele vidogo vidogo, lakini lengo letu kuu ni kuona hatima ya Mungu kwenye maisha yetu itatimia. Hatima ya Mungu kwenye maisha yetu inadhihirika. Kila ambacho Mungu amekiratibu, kila ambacho Mungu amekiandaa kinatimia, maana ameahidi, nami nitakipindua kiti cha enzi cha falme. Sasa miungu inaweka makuhani, inaweka wafalme. Miungu inaweka mfumo ambao kuna mtu anakaa kwenye kiti, lakini anachokifanya si chake, ni cha miungu. Yeye amepewa kuwakilisha miungu katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninachotamani leo tuombe, tutakwenda kuomba maombi ya kwamba Mungu apindue mfumo unaoratibisha maisha yako kupitia miungu. Mungu apindue hiyo nafasi ya kiroho ambayo umepewa, unaitumikia pasipo kujua. Ile mifumo ambayo inaruhusu laana, inaruhusu misiba, inaruhusu changamoto, inaruhusu matatizo mbalimbali. Hiyo mifumo ni saa kuishughulikia kwa jinsi ya rohoni, ili tuone matokeo mapya kwa jinsi ya roho, lakini yadhihirike mwilini. Mungu wetu ni amina kweli. Alipoahidi, nitakubariki mchini, nitakubariki mashambani, nitakubariki uingiapo, nitakubariki utokapo, nitabariki uzao wa nchi yako, nitabariki na uzao, nitabariki na watoto wako. Ni amina kweli. Changamoto
Vita yetu iko kwenye viti vya enzi. Lazima tuvishughulikie viti vya enzi, ili hayo madhara ya tuliorithishwa kwenye kiti yatuachie. Tunakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, Baba, ni ahadi yako kwetu kwamba nami nitapindua kiti cha enzi cha falme, nami nitaziharibu nguvu za falme. Ninasimama mbele zako Baba kwenye nafasi ya ukuhani wa kifalme. Umenipa mamlaka na nguvu ya kusimama na watoto wako kutoka mataifa mbalimbali, kutoka nchi mbalimbali, ili Baba tupate kulitia jina lako pamoja. Nami naungana nao Baba kutoka mahali walipo, nikisimama palipobomoka kwa damu ya Yesu, nikiomba mkono wako na nguvu zako idhihirike sasa, Bwana. Ikiwa hiyo nafasi amepewa kiagano na uhalali, Baba, nasimama kwa toba na kuachilia damu ya Yesu. Nasimama kwa toba mbele ya madhabahu yako kuachilia damu ya Yesu. Nasimama kwa toba Bwana, na kuachilia damu ya mwana kondoo Yesu ingie kazini kinyume na viti vya enzi. Hiyo damu isiingie kazini kinyume na mifumo yote. Hiyo damu isiingie kazini kinyume na uharibifu wote. Hiyo damu isiingie kazini kinyume na kila mfumo ambao umekamata maisha, katika jina la Yesu. Baba, naomba mkono kasawande kutembea mkoa hadi mkoa, taifa hadi taifa, bara hata bara, kinafuatilia hapa, maana katika imani hakuna mbali. Baba, umesema tume lako likapata kutuponya na kututoa katikati ya maangamizi, katika jina la Yesu. Mkono wako sasa uingie kazini Baba. Anayefuatilia maombi ya live, atakayefuatilia YouTube, atakayefuatilia kwenye magrupu ya maombi, nami naomba mamlaka na nguvu zako ziambatane na sauti hii, maana umeahidi Bwana, katika wiki hii, katika majira, kupitia masomo haya unapita kuyaponya mataifa. Nami naomba mkono wako sahihi uanze kupita taifa hadi taifa, uanze kupita mkoa hadi mkoa, uanze kupita jimbo hata jimbo, ukipindua viti vya enzi vya miungu, ukijaribu nguvu za falme, katika jina zile falme za giza ambazo zimeachilia mfumo wa utawala, zimeachilia laana, zimeachilia uharibifu, zimeachilia machukizo. Mkono wako sasa upite na nguvu zake, mkono wako sasa upite na mamlaka yake. Ila mfumo wote wa nguvu za giza, ila mfumo wa viti vya enzi uliotengeneza nafasi za uharibifu katikati ya watoto wako, hatima zimepigwa, kesho imeharibiwa. Nasimama na damu ya Yesu nikiomba mkono kupite Baba, ukapinde viti vya enzi vya miungu, ukapinde viti vya enzi vya falme, ukapinde viti vya enzi. Ila mahali ambapo una viti vya enzi vimesimamiwa Baba, na watoto wako wamerithisha hivyo viti Baba, kwa damu ukapindue mifumo ya maisha ambayo imekamata hatima zao. Mkono wako upite sasa, ukipindua katika jina Yesu, pindua, ukapindue Baba mifumo yote, ukapindua nafasi zote, ile nafasi za miungu ambao wameziachilia kwa watoto wako, na kupiga maisha yao, na kupiga uchumi wao, na kupiga ndoa zao, na kupiga afya zao, na kupiga uzao wao, kwa jina la Yesu. Pita sasa Baba, ukipindua viti vya enzi, hivyo viti vya enzi vya falme, kila mahali, kila mkoa anapofuatilia mtoto wako sahihi, na mkono wako uko tayari kumsaidia Baba, nasimamisha damu ya Yesu ikaruhusu mamlaka yako kuingia kazini, upindua viti vya enzi vya miungu Baba. Mkono wako upite sasa, ukipindua viti vya enzi, ukapindua ulimwengu wa roho, ila viti vya enzi ambavyo vinatengeneza mfumo wa maisha ya watoto wako, vile viti vya enzi ambavyo vimeruhusu uharibifu. Mkono wa Bwana unapita sasa, mkono wa Bwana unapita kwenye maisha yako, ukipindua viti vya enzi vya miungu katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana unapita sasa, ukipindua kila uharibifu, ila kazi za adui
Kazi zote za adui, kazi zote za miungu, uharibifu na machukizo yote ambayo yamesimamishwa na miungu migeni, mkono wa Bwana unapita sasa, mkono wa Bwana unashughulikia, mkono wa Bwana unaharibu hizo ngome, mkono wa Bwana unaharibu hiyo mifumo katika jina la Yesu. Ya mamlaka ya jina la Yesu ikaharibu mkovu za giza, ya mamlaka ya jina la Yesu ikaharibu mifumo yote, mifumo ya pole wa giza iliyoachiliwa kupiga hatima yako inapinduliwa sahi katika jina la Yesu. Katika damu Yesu, kwa imani mkono wa Bwana unapita kwa imani. Ruhusu mkono wa Bwana upite kwenye maisha yako, ruhusu mkono wa Bwana upinde viti vya enzi, ruhusu mwamini Mungu sasa na kuomba mkono wa Bwana hapo kazini, upindua viti vya enzi, upindua mifumo ya miungu, upindua hatima za miungu juu ya maisha yako, ile Mungu tengenezea hatima ya miungu kupitia viti vya ukoo, kupitia viti vya kitaifa vinapindua kwenye maisha yako. Unatenga na mifumo ya miungu kwa jina la Yesu, unatenga na mifumo ya viti vya enzi kwa jina la Yesu. Haya madhara ya kurithi viti yanashughulika na mkono wa Bwana sai, mkono wa Bwana, mkono wa Bwana ukapite ukikagua kwa watumishi wako wanaofuatilia Facebook, wanaofuatilia YouTube, mkono wako upite sasa na kupindua madhara yote ya viti vya enzi, ukayaondoe sahi. Mkono wako yaondoe, mamlaka yako yaondoe, uweza wako yaondoe. Haya madhara yote yanaondoka sahi kwa jina la Yesu. Haya madhara yanaondoka. Haijalishi umefungwa kwa kamba, haijalishi umefungwa kwa maneno, haijalishi umefungwa kwa sadaka, inaachilia damu Yesu ikalegeze vifungo vyote. Iko ameweka wakfu kwa sadaka, hiyo wakfu ya miungu na iondoa kwa damu ya Yesu. Iko amefungwa na kamba za mauti, damu mwana kondoo Yesu yenye uzima ndani yake ikapita kwenye mfumo wa maisha ili kuondoa mauti, haya madhara ya mauti, haya madhara kukataliwa, haya madhara kutokuelewa, haya madhara kuachika kwenye ndoa. Haya madhara yanaondoka sahi katika jina la Yesu. Haya madhara ya ulevi, madhara ya ulevi, madhara ya kila namna yanaondoka sasa katika jina la Yesu. Kono Bwana kutetea, kono Bwana kupigania, kono Bwana kusaidia, kono Bwana kuvushe katika jina la Yesu. Kono Bwana ukadhihirike, kono Bwana uonekane mahali ulipofeli kwa miaka kadhaa. Huu ni mwaka uliokubaliwa wa kushughulikia madhara viti vya enzi. Uone upenyo mpya wa maisha katika jina la Yesu. Huu ni mwaka kubaliwa. Hii ni siku ya Bwana, Bwana kuishangilia, maana shughulikia madhara ya viti vyenzi kwenye maisha yako na katika ukoo wako, katika nchi yako, katika jina la Yesu. Ona Bwana upite sasa na kuachilia uzima na uponyaji na kuleta urejesho katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu wangu awabariki katika jina la Yesu. Amen, amen. Mungu akubariki, Mungu akutunze, nikutakie ratiba njema na majukumu mema. Mungu akuonekanie katika mambo yote katika jina la Yesu. Amen.